Baadhi ya watu kwenye maisha yao wameshambuliwa na uchawi wa kwenye ardhi. Kuna baadhi ya watu wameshambuliwa na uchawi wa kwenye ardhi. Uchawi wa kwenye ardhi ukoje? Labda nikusemeshe kidogo upate nafasi ya kufahamu. Uchawi wa kwenye ardhi uko mwingi, lakini mmoja wapo ni ule ambao mtu anaenda kutoa kitu cha kikafara ardhini kwa kukutamkia maneno ya kukufunga. Au unakuta kwa mfano mtu mwingine anachukua nazi, anaenda kuivunja kwenye njia panda. Anasema anavyoipiga hii nazi chini, fulani maisha yake yaharibike. Au mwingine anaenda anachukua mnyama, aidha kuku, ndege au mnyama kama paka na kinginecho, anaenda anachinja. Anasema anapochinja hichi kitu na kumwagia hii damu hapa kwenye ardhi, na maisha ya fulani yawe katika 1, 2, 3, 4, 5. Na unakuta kuna baadhi ya watu wameshambuliwa namna hiyo na maisha yao yameharibika kweli. Ndio maana si ajabu unaweza ukakuta watu wanafunga ndoa leo na hata hawakai muda mrefu, ndani ya mwezi mmoja ndoa inaharibika. Kwa nini? Kumbe kwa sababu kuna mtu amewafunga kwenye ardhi, alivunja nazi akasema ndoa yenu isidumu. Alichimbia chini kitu cha kiganga akasema ndoa yako isidumu. Kuna wengine wameshambuliwa biashara zao, wengine wameshambulia vyeo vyao. Unakuta mtu amepata kazi na aliteseka muda mrefu, afu unasikia mara baada ya muda mfupi amekufa. Kwani hujawahi kusikia kuna mtu unasikia mtoto wake amepata kazi na anakaa mwezi mmoja anakufa? Si kwamba wote wanaokufa ni kwa ajili hiyo, lakini wengineo ni kwa sababu wameshambuliwa kwenye ardhi. Mtu wa Mungu aliye hai, uchawi wa kwenye ardhi unapinduliwa na damu ya Yesu. Uchawi wa kwenye ardhi unapinduliwa na damu ya Yesu. Na ndiyo maana jambo la kufanya ili asiwepo mtu wa kukuloga kwenye ardhi, hakikisha moyoni mwako una Yesu. Ukiwa na Yesu ndani ya moyo wako, hakuna anayeweza kupata mlango wa kuyaloga maisha yako. Lakini pia jambo la pili, hakikisha ardhi unayoimiliki umeifanyia maombi ya kuikomboa, na unaikomboa kwa kuinyang'anya kutoka kwenye nguvu za giza na kuiweka chini ya utiisho wa Mungu aliye hai. Na namna unavyoikomboa ardhi yako, unachukua mchanga wa kwenye ardhi yako unayomiliki. Haijalishi umepanga, wewe ndio unamiliki hapo. Umejenga, wewe ndio unamiliki hapo. Una mradi fulani unamiliki. Kwa unaweza ukachukua mchanga wa kwenye miradi yako, nyumba yako, ukauweka kwenye karatasi, ukaufunga, ukaushika mkononi. Ukaingia nao kwenye kuomba, ukamwambia Mungu, ninaomba mchanga huu kwenye ardhi, damu yako ikae hapa. Asiwepo mtu wa kunifunga wala wa kunizuia, ila ninajifungulia mibaraka ije kwenye ardhi hii. Unaanza kutamka polepole, utaona mambo yako yanabadilika, na hakuna atakayechezea maisha yako. Maana damu ya Yesu ina nguvu kuliko ya kuku, kuliko ya ndege, kuliko ya kitu chochote. Oh, haleluya! Mwana wa Mungu aliye hai.